Bwana Yesu asifiwe. Nina wasalimu nyote watazamaji wangu mniangalia kwa runinga. Hapa ni Maximum Healing Center, Shell Beach, nyuma ya Sharks Resort. Nataka nichukue fursa hii nikiwakaribisha mahali hapa. Mahali hapa kuna Mungu, mahali hapa watu wanaponywa, watu wanafunguliwa. Ningetaka tu nikupeleke katika neno la siku ya leo ambalo Bwana ameandaa ni kwa ajili yetu. Ujumbe wa siku ya leo ni urejesho wa nyota. Huo ndio ujumbe ambao tunaenda kuongelea siku ya leo. Urejesho wa nyota. Na nitakuwa ninaongelea juu ya fahari. Takuwa ninaongea juu ya fahari kabla sitafika mahali naenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo watazamaji wangu wote mnaoniangalia leo, niko mahali hapa ni kwa ajili yenu, nami naomba ukaweze kuwa makini na kusikiza ujumbe huu. Na ujumbe huu itakuwa ni silaha ya kwako ya kusaidia katika maisha yako. Sema amen. So tunaenda kusoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 41. Naomba msomaji wangu ukanisomee mahali hapo sasa hivi. Nitasoma kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kuna fahari mmoja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unaambiwa kwamba kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na fahari hizi zote zinafanya kazi moja, lakini nataka kuambia kwamba huwa hazitoshani. Maana kuna fahari ya jua, kuna fahari ya mwezi, na kuna fahari ya nyota. Hizi ni vitu tatu. Kwa hivyo mwanadamu atakapozaliwa, huwa ndani yake kuna fahari ambayo huwa inawekwa, na anayeweka fahari hii ni Mwenyezi mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ninataka nikuangazie maana ya fahari ni nini. Tazamaji wangu, nataka ufuatilie maneno haya. Maana ya fahari nini? Fahari ni kuvuma na uwezo wake wa kuonyesha uzuri na mng'ao wa kipekee wa watu, kwa watu binafsi. Hiyo ndio maana ya fahari. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ukiangalia fahari hizi unakuta kuna aina tofauti, kama vile nimewatanguliza kuambia maneno haya ya kwamba kuna fahari ya jua, ya kwamba kuna fahari ya nyota, ya mwezi, ya kwamba iko fahari ya nyota. Bwana Yesu apewe sana. Kawaida huwa fahari hazitoshani, kila fahari iko na mung'ao wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila fahari ukaa na mung'ao wake tofauti. Ilivyo fahari ya jua, sivyo ilivyo fahari ya mwezi, na sivyo ilivyo fahari ya nyota. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nataka niseme nini? Ing'aavyo fahari ya jua, sivyo ya mwezi, na sivyo ilivyo ya nyota. Hizi ni fahari, na hii huwa inakuanga ndani ya mwanadamu wakati akizaliwa. Ndio unaona waganga huwa wanakazania kitu inaitwa fahari. Ndio inafika mahali fahari yako itakapoondolewa, ndio maana unaishi maisha ambayo si hayastahili. Unaishi maisha ya mtu tofauti na wewe mwenyewe jinsi ulivyo.
Kwa hivyo mambo haya lazima uyajue sana. Wakati mwingi mganga akianza kufuatilia, mara nyingi huwa anaangalia na kutafuta ufahari wako, kwa sababu ufahari wako ndio umebeba kila kitu kilicho chako. Ufahari wa magari uko ndani, ufahari wa manyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usifikiri mganga atakuja tu moja kwa moja na kuangalie tu aone huyu. Hapana, kuna kitu huwa anaangalia ndani yako, kuna kitu inaitwa fahari, na atakapochukua hiyo akienda nayo tayari huwa amekuweza. Unakuta kile utakachofanya hakiendelei, unaanza vizuri na inaishia vibaya. Unakuwa na masomo ya kuongeza fahari yako, lakini utakapotoka masomo utatafuta kazi, ni kuandikwa kesho yako hakuna kazi, imeisha. Yaani tajiri anakuona ni wa maana siku moja, lakini siku zingine hauna maana. Ina maana kwamba fahari yako ilichukuliwa. Kwa hivyo kuna ufahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufahari wa jua na ufahari wa mwezi, na kuna ufahari wa nyota. Kwa hivyo inamaanisha kwamba unaweza kuwa na nyota lakini kosa ufahari. Kumbe fahari ushachukuliwa. Unatembea yani unatembea tu na hata uelewi ni kitu gani kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Imekuja ili ni kuelimisha jambo moja. Ni lazima ukaweze kuenda chini na kuangalia mahali ambapo ungeweza kujua maisha yako yaliharibikia pande gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado ukiangalia hivi, hata we mwenyewe, we ni mwana biashara, unaweza kuona ufahari wa biashara ndani yako. Unaenda lakini nafika mahali unagonga mwamba, unarudi pande hii. Bwana Yesu apewe sifa. Kuta jirani yako anafanya vizuri, lakini haujajua ni kitu gani kinaendelea. Ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, nimekuja nikuambie haya maneno ya kwamba ni kitu kizuri, ya kwamba hii fahari ukaifahamu kuwa ndani yako, huo ndio utajiri wako. Sema haleluya. Leo kana kujua kwamba shetani hapo ipo huwa anafuatilia na kunyemelea. Atakapochukua fahari yako akienda, huwa amekuweza. Ni kama amechukua utajiri wako wote ameenda nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasaidiwa na nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ya kwanza ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, anayeweza kusaidia ni huyu Mungu peke yake. Utakapojitoa kwa Mungu na utulie katika Bwana, na uendelee kumwomba Mungu, na uendelee kutoa sadaka, na uendelee kusimama na Mungu, inafika mahali maisha yako yataanza kurudia vizuri, kwa sababu utakapoomba na kumwambia Bwana, songa na ingia ndani ya kwangu. Yesu ni mwaminifu, anaingia naye atachukua kile kilichoibwa na shetani na atakuregeshea. Sema haleluya. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ufahari uwe ndani yako. Elewa vizuri naongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyota inakuwa na ufahari wa magari. Sema amen. Unaweza kuwa na nyota unatembea, lakini ufahari wake hakuna. Haleluya. Kwa hivyo anasema kwamba nyota yako imechukuliwa. Kuna ule ufahari unaenda na unabaki jinsi uko. Bwana Yesu apewe sifa. Unakuwa kama empty bin, chombo kisicho na maji, tabaki hivyo basi. Lakini ashukuriwe Mungu, yupo Mungu anayetusaidia na kututetea. Ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, ni Mungu peke yake awe upande wako, ndio ili ukaweza kufanikiwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yule ambaye anaweza kuregesha ufahari wako kwa wako ukarudi kwako ni Mungu peke yake. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri 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 mazuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Angalia ufahari pamoja kuwa na nyota. Tabaya kuongea kuhusu nyota. Nyota bila ufahari si kitu. Watembea kama bebe.
Haleluya. Kwa hivyo kuna kitu muhimu ambayo huwa inachukuliwa ndani ya mwanadamu. Ule ufahari ukichukuliwa pamoja, nyota iko, mtu anaona nyota, lakini nyota iko, mbona sifanikiwi? Bwana Yesu asifiwe sana. Inafaa uombe ni kwa ajili ya fahari. Gari zako ndio fahari wako, na kama zilienda, na kama hiyo fahari ulienda, kila kitu chako ni lazima kwa kilienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana siku ya leo tuko na ibada ya restoration, ama ibada ya urejesho wa nyota na fahari wako. Sema haleluya. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Bwana asifiwe sana. Ninataka unisomee kitabu ya Mathayo mlango wa 2 mstari wa 1 na wa 2. Mathayo mlango wa 2 mstari wa 1 na wa 2. Mathayo mlango wa 2 mstari wa 1 na wa 2. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herodi, tazama, mamajuzi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki. Yuko wapi huyo aliyezaliwa? Endelea. Tumeona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumshuhudia. Shamaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Ona maneno haya jinsi vile alivyoenda. Huu ni kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Yeye alizaliwa katika mwili. Alizaliwa na alikuwa na baba na mama wa kimwili, Yusufu na Mariam. Mtoto huyu aliingizwa katika tumbo katika nguvu ya Roho Mtakatifu, na mtoto huyu ilifika mahali akazaliwa, na mtoto huyu alizaliwa akiwa na fahari. Bwana Yesu apewe sifa. Nyota iliyoonekana kutoka mbali. Bwana wakati alivyokuwa ashazaliwa, mara moja kuna nyota iliyopanda katika anga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikawa inaonekana ilikuwa ni kitu kumeremeta na kitu nzuri, lakini hakuna mtu ambaye aliweza kuisoma ile nyota, isipokuwa ilikuwa ni mamajusi ndio alisoma hiyo nyota. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na kweli walivyosoma waliona ufahari wa hiyo nyota, ndio maana wakaanza kuifuatilia. Haleluya. Tunataka nikuambie, huwa mara nyingi nyota ya mwanadamu inafuatiliwa, ule ufahari unafuatiliwa ili ukaondolewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakaona nyota na wakasoma kilicho ndani ya nyota. Bwana waliona ufahari, wakasema kuna mtoto amezaliwa kuliko Bethlehemu. Hapo huyo mtoto alizaliwa ili kwamba kaweze kwa mfalme wa Israeli na Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ilikuwa inamaanisha tayari kuna ufahari, na nyota imeonekana ikiwa na fahari yake ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio iliwafanya mpaka mamajusi hawakuwa na amani mahali, wakasema ni lazima twende. Nataka nikuambia kwamba nyota yako na ufahari wake itakaporudi, kuna watu watakapokosa amani kutoka mbali sana, wakikutafuta ili wakuona kubariki. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri. Nyota na ufahari ukiwa ndani yako, utatafutwa na matajiri. Watu watakutafuta, wenye pesa watakutafuta, wakupatie kazi, maana wameona nyota na ufahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nami nakutangazia siku ya leo, enda ukaangaze kwa jina la Yesu, na aliyechukua nyota yako akaweze kuregesha kuanzia leo. Sema fire. Piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaweza kutoka sahihi, wakawa wanaenda, wanataka wajue mtoto amezaliwa wapi.
Bwana Yesu apewe sifa. Mahali kuna ufahari wa nyota, ndugu yangu mpendwa, haitafika mahali pa kubariki. Utakuwa unabarikiwa wewe mwenyewe, sema amen. Watu watakuwa nakuja kubariki, bana ufahari wa nyota utakuwa kwa ndani yako. Utakapoanza duka lako, utakapoanza biashara yako, ukiwa kuna ufahari ndani yako, haina haja utafute wateja. Wateja watakuja wenyewe mahali upo. Sema haleluya. Pigie makofi Bwana Yesu kama tuwa pamoja. Inachua neno hili ni lako, na ninataka ulifanyie kazi ndugu yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mama Jose wakuwa na amani, wakasema acha tuende, wakasema acha tuende, wakaenda mpaka wakafika mahali Yesu alipozaliwa, na walifika mahali pale, walifurahi katika mioyo yao. Yote atakuwa anafanya biashara ama mfanya biashara yote, mteja atakaye kuja mahali pale hakuji mahali pale amekasirika, inataka kuja mahali pale akiwa na furaha. Sema haleluya. Ukiona sema na huwa kuna ufahari wa biashara umeenda na nyote imeenda. Sema amen. Bwana kuna muunganisho ndani yako, kwa hivyo kuna kwa disconnection na inakatwa, unabaki vile uko. Wauza chakula wenzako wanamalishiwa, wewe unabaki vile uko. Chakula inalala, chakula inashinda, unaimwaga, unaenda unatengeneza ingine. Ufahari wa biashara ulienda, ulichukuliwa, lakini nataka nikuambia siku ya leo inaenda kufanya restoration. Kuna urejesho wa hiyo ufahari wa biashara yako katika nyota yako. Kama tuko pamoja, piga vigelegele kwa Bwana Yesu. Inajua kuanzia sasa maisha yako hayatakuwa kama jana, maisha yako yatabadilika. Sema haleluya. Sema amen. Bwana mama Jose walipofika mahali pale, Bwana walifika pale, walipofika walifurahia, walipiga magoti wakaanza kuomba, na baada ya kuomba wakaanza kutoa zawadi mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambaye uko na duka, lakini kila atakaye kuja pale anakuja kukukopa, jua hapo ufahari wako wa fedha ulichukuliwa. Ndio sasa hivi nataka unisikie kile ambacho naongea. Bwana kutakuwa na restoration, utaregeshewa. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri, piga shangwe na vigelegele.